Naam, karibu tena mtazamaji, ni kupasha yale ambayo yamejiri usiku au jioni hii kuhusiana na masuala ya kisiasa na mambo ambayo yana trend katika mitandao ya kijamii nchini Tanzania leo. Hatimaye serikali ya Samia Suluhu Hassan yazungumzia kupotea au kutekwa nyara kwa Humphrey Polepole baada ya siku 7 kupita. Lakini ujumbe wao kuhusiana na kutekwa nyara kwa Humphrey Polepole haukupokelewa vyema na Watanzania wengi, bali hasira na wasiwasi zimezidi kutanda mitandaoni. Kupitia msemaji wa serikali, wamekanusha uthibitisho wowote wa kutekwa kwa Humphrey Polepole. Mtazamaji, bonyeza alama ya like kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele chini ya video hii kabla nikutaarifu ripoti hizi kwa kina na kwa undani zaidi. Kwa mara ya kwanza tangu taarifa za kutoweka au kutekwa nyara kwa kutisha kwa aliyekuwa mwanadiplomasia na mwanasiasa wa CCM Tanzania Humphrey Polepole, serikali imetoa tamko rasmi kupitia kwa msemaji wake Jason Msigwa. Akizungumza katika mahojiano maalum na Mwanahabari Digital, Msigwa alieleza msimamo wa serikali ya Samia Suluhu Hassan na hatua zilizochukuliwa hadi sasa kuhusu hali hiyo ya sintofahamu. Alianza kwa kufafanua kuwa kabla ya taarifa za kutoweka kwa Humphrey Polepole, tayari jeshi la polisi nchini Tanzania lilikuwa limetoa notisi na amri ya kumuita kuhojiwa Humphrey Polepole kutokana na matamshi yake ya uzushi aliyoyatoa mtandaoni, maneno ambayo yalizua mjadala mkubwa nchi nzima. Msigwa alieleza kuwa ombi la polisi kutaka Polepole ajitokeze lilikuwa halali kabisa na lililenga kupata ufafanuzi wa taarifa zake kwa umma ambazo wengi waliziona kuwa na utata. Hata hivyo, alisema hali ilibadilika ambapo balozi huyo wa zamani kufikiwa na jeshi la polisi au ghafla, na hivyo kuzua wasiwasi na mnong'ono kwa wananchi. Wakati siri ya kutoweka kwa Polepole ikizidi kuwa mbaya, Msigwa alisisitiza kuwa pamoja na kwamba serikali inatambua wasiwasi ulioongezeka, haiwezi kuthibitisha tuhuma za kutekwa bila ushahidi madhubuti wa kuthibitisha nani angeweza kumchukua na katika mazingira gani. Jason Msigwa alisisitiza kuwa katika hatua hii serikali inaweza kuthibitisha kwamba Humphrey Polepole hajaonekana kwa siku kadhaa na kwamba bado hajulikani aliko na wala hakuna ushahidi wa kusema kwamba ametekwa. Kutoweka huko kwa kuogofya kumeendelea kuchochea mijadala ya umma, huku baadhi ya wananchi wakiamini kuwa alitekwa nyara, huku wengine wakishuku kuwa huenda alijificha kwa hiari nje ya nchi. Kwa vyovyote vile, Msigwa alisema kupotea kwa kuogofya kwa Humphrey Polepole kumekuwa suala la kitaifa nchini Tanzania ambalo serikali ya Samia Suluhu Hassan inalichukulia kwa uzito wake. Msigwa alieleza kuwa polisi na vyombo vingine vya ulinzi na usalama vinaendelea na uchunguzi wa mazingira ya tukio la kutisha la kutoweka kwa Humphrey Polepole na hivyo kuacha neno lolote katika kutafuta majibu. Alisisitiza kuwa dhana au uvumi wowote unaosambazwa kwenye mitandao ya kijamii unapaswa kushughulikiwa kwa tahadhari, kwani kueneza habari potofu kunaweza kuzidisha hofu ya umma na kuvuruga uchunguzi unaoendelea. Serikali ya Suluhu ilisema imejitolea kuweka wazi, lakini pia inafungwa na taratibu zinazofaa ili kuepusha hitimisho la mapema. Msemaji huyo wa serikali alikiri kwamba kutoweka kwa ajabu kwa Humphrey Polepole kumesababisha dhiki kubwa miongoni mwa wananchi. Vilevile aliwataka wananchi kuendelea kuwa wavumilivu na kuamini kuwa jeshi la polisi Tanzania linafanya kazi kwa weledi ili kufichua ukweli kuhusu Humphrey Polepole. Msigwa, msemaji huyo wa serikali ya Suluhu, alisisitiza kuwa kesi zinazohusu takwimu za umma zinahitaji usimamizi makini ili kulinda usalama wa taifa na haki za mtu binafsi. Akizungumzia sakata hilo, Msigwa alithibitisha kuwa serikali ya Suluhu imekuwa na mawasiliano na familia ya Humphrey Polepole na inashirikiana nayo katika jitihada za kujua alipo. Alibainisha kuwa serikali inaelewa uchungu na wasiwasi wa familia hiyo iliyosababishwa na kutoweka au kutekwa kwa Humphrey Polepole kwa kutisha, na kwamba kila jitihada ilikuwa ikifanyika kuwapa msaada katika kipindi hiki kisicho na uhakika. Huku tetesi za upotevu au kutekwa huko kukiendelea kusambaa mitandaoni, Msigwa alionya kuwa taarifa za upotoshaji zinaweza kuchochea hisia na hasira kwa wananchi kirahisi. Alivihimiza vyombo vya habari na wananchi kutegemea taarifa rasmi kutoka kwa mamlaka husika badala ya madai ambayo hayajathibitishwa yanayosambazwa kwenye mitandao ya kijamii. Alisisitiza kuwa usahihi ni muhimu zaidi kuliko kasi wakati wa kushughulikia swala nyeti kama vile kutoweka kwa mtu wa kitaifa kama Humphrey Polepole. Msemaji huyo
huyo wa serikali Msigwa alibainisha zaidi kuwa muda wa kutoweka kwa Humphrey Polepole sanjari na hali ya hewa ya kisiasa nchini kumeongeza utata katika kesi hiyo. Alieleza kuwa katika misimu ya kisiasa ni jambo la kawaida masimulizi kuchezewa au kutiwa chumvi, jambo ambalo lilifanya iwe muhimu zaidi kwa wananchi kwa watulivu na kuepuka hofu na wasiwasi. Hata hivyo, alisisitiza tena kwamba kutoweka kwa ajabu kwa Humphrey Polepole kulisalia kuwa suala la kipaumbele cha juu kwa serikali. Pia alielezea wasiwasi wake kuhusu utamaduni unaokuwa wa woga unaochochewa na uvumi wa mitandao ya kijamii. Msigwa alisema pamoja na kwamba serikali inathamini uhuru wa kujieleza, uhuru huo lazima uje na uwajibikaji, hasa katika mazingira ambayo taarifa potofu zinaweza kuchochea machafuko au maandamano au kuharibu sifa ilivyo ya Tanzania. Lengo, alisema, lilikuwa ni kuhakikisha ukweli unashinda uvumi wakati mamlaka inaendelea kuchunguza kutoweka kwa Humphrey Polepole. Akijibu maswali kuhusu iwapo serikali inaamini kuwa mchezo mchafu unahusika, Msigwa alisema maamuzi hayo yanaweza tu kufanyika baada ya uchunguzi wa jeshi la polisi kukamilika. Aliwakumbusha wananchi kwamba kuruka majumuisho hakutatenda haki wala kumrudisha Humphrey Polepole nyumbani kwa kasi zaidi. Badala yake, alihimiza ushirikiano na vyombo vya kutekeleza sheria kwa kushiriki habari zozote za kuaminika ambazo zingeweza kusaidia kutatua kitendawili kinachozunguka kutoweka kwake kwa kushangaza. Katika kushughulikia imani ya umma, Msigwa alisisitiza kuwa serikali ya Samia Suluhu Hassan bado ina dhamira ya dhati ya kusimamia haki za binadamu, haki na uwazi katika kushughulikia kesi nyeti kama hii ya Humphrey Polepole bila kujali upande wa kisiasa. Alisema kuwa uadilifu wa taasisi za usalama unategemea uwezo wao wa kufanya kazi kwa weledi na uadilifu. Serikali, alisema, itaendelea kuwasilisha maendeleo wakati uchunguzi wa kutoweka kwa Humphrey Polepole ukiendelea. Msemaji huyo wa serikali Jason Msigwa alihitimisha hotuba yake ama ujumbe wake kwa kusisitiza kuwa Tanzania haipaswi kuruhusu woga au dhana kuwagawanya watu wake. Alisema kutoweka kwa ajabu ama kutoweka kwa kutisha kwa Humphrey Polepole kunapaswa kuwa ukumbusho wa umuhimu wa umoja, uvumilivu na imani kwa taasisi za sheria za nchi. Ni kwa njia ya utulivu wa pamoja na kuzingatia ukweli, aliongeza, taifa linaweza kupata kufungwa na kuhakikisha kuwa haki inatendeka. Huku msemaji huyu wa serikali ya Samia Suluhu Hassan akituma ujumbe huo kuhusiana na kesi hii ya Humphrey Polepole, awali pia jeshi la polisi lilituma ujumbe kwa kaka yake Agustino Polepole kuweza kuja na kuthibitisha ushahidi wake kuhusiana na kutekwa nyara kwa Humphrey Polepole, lakini baada ya Agustino Polepole alisema ya kwamba anaogopa na ana wasiwasi na hawezi kujitokeza kabisa katika kituo cha polisi kuweza kutoa ushahidi huo. Hata hivyo, wakati uchunguzi ukiendelea, wananchi bado wana matumaini kuwa kitendawili cha kupotea kwa Humphrey Polepole kitatatuliwa hivi karibuni na jeshi hilo la polisi. Wito wa serikali wa utulivu na ushirikiano umeungwa mkono na asasi za kiraia na viongozi wa dini kote nchini, ambao wamewataka Watanzania kuendelea kuwa imara katika maombi yao na kuunga mkono kutafuta ukweli. Kwa sasa nchi inasubiri kwa hamu na ghamu kwa umoja katika wasiwasi na kutarajia majibu ambayo hatimaye yatatoa mwanga juu ya moja ya siri zisizo na utulivu katika historia ya hivi karibuni ya Tanzania. Mtazamaji, bonyeza alama ya like chini ya video hii, kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele, alafu bonyeza box hicho kwenye screen yako, kitakuelekeza katika video ama taarifa zetu mpya zinazojiri sasa hivi. Ni hayo tu niliyokuandalia sasa hivi. Tukutane tena baadaye kwa taarifa zaidi.